kuna mawaziri wazuri. Hata kuna wengine wanafanya na rais. Ni mawaziri ambaye wanaelewa kazi yao. Huyu waziri anaitwa Wachirchir. Mimi ashaniwekea proposal. Anajua mimi sifanyi na serikali. Lakini kwa sababu anajua kuna barabara inaitwa bypass, barabara ambayo itasaidia watu kuanzia pale Bulbul kutokea Suswa, waache kupitia Ngong Town, tukata barabara kuanzia Veterinary Farm. Ameweka kilomita 7, hajaangalia pande niko kisiasa. Lakini kwa sababu nilienda nikamweleza hapa tumeweka msongamano Ngong Town, na Ngong Town haina uhusiano na wale wanaenda Suswa. Tukakubaliana tutengeneze bypass. But because he's also a very mature leader, huyo sio wale viongozi unaweza kusema wanaharibu serikali, sio kama Kipchumba Murkomen. Hule ni waziri amekomaa kitabia na pia kimaisha. Utaona hata mazungumzo yake ni ya heshima, na hata akikuja kwenye constituency kama ako na mkutano ananijulisha aidha niwe ninakuja ama sikuji. Ananiambia kama mbunge ambaye amechaguliwa nataka kusikia maoni yako. Ako na tabia kama hiyo. So nataka niseme mara mingi proposals nyingi hazifiki, na hata ikitangazwa kwa mazishi kama haiko kwa budget hawezi kupata. Na hata rais akikuchukia kama kitu iko kwa budget bado itafanya kwa sababu iko kwenye budget. Unfortunately that is the problem ya wale viongozi wengi ambaye unaona wakimfuata rais, vitu yao haiko kwenye budget. Wanaambiwa kwa mdomo lakini haiko kwenye karatasi. Nakumbuka treasury watatoa pesa ya project ambayo iko kwenye budget. Hawezi kufanya project ambayo haiko kwenye budget. Ile kitu tu inafanyika ambayo haiko kwa budget ni mambo ya masoko. Kwa sababu ni pesa ya housing na ni levy. So soko unaweza kutengenezewa hata bila budget yote.